Runinga Oleni TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allah nas'al min 'azimi fadlihi أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا خالصة الوجه الكريم آمين. tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa wingi wa fadhila zake ambazo la tuhsa. Tunarejesha shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tunamtakia ziada za khairi mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, bifadlillahi wa ni'matihi, tunatoa nasaha zetu kama jamii ya Waislamu, kama mashehe. Tunapozungumzia mashehe, tuna maana kwamba sisi ambao tunafanya kazi za mashehe juu ya kufanya da'wa ya ulingano ya jamii ya binadamu, kuwatoa katika viza vya ujinga na upotovu na kuwaingiza katika nuru ya imani na uongofu. Ndugu zangu Waislamu na wanajamii kwa ujumla, kama ambavyo tunafahamu kwamba taifa letu la Tanzania tunakabiliwa na jambo adhimu ambalo litaandika historia katika nchi yetu, juu ya kupata viongozi kwa mfumo ambao umekubalika katika nchi yetu, ya kuwapa fursa wananchi kuchagua viongozi wanaowataka kuweza kuliongoza taifa hili kwa kipindi cha miaka 5. Basi tuna kila sababu na sisi kuelekeza au kutoa nasaha zetu kama wanajamii, na lengo letu la msingi ni kuona kwamba jamii hii inavuka katika jambo hili kwa njia ya amani na utulivu, na kulibakisha taifa letu likiwa katika hali ya umoja, amani na utengemano wa jamii yetu. Jamii yetu au taifa letu linakusanya watu wa makabila mbalimbali, watu wa dini mbalimbali, na hata wasiokuwa na imani za kidini. Na sote tupo katika taifa hili na tunahitaji amani na utulivu, ili kila mmoja kwa nafasi yake aweze kutumia fursa hiyo kuweza kupiga hatua za kimaendeleo, lakini kupatikana maendeleo ya taifa letu kwa ujumla, kwa ustawi wetu na vizazi vyetu. Ndugu zangu, nasaha zangu au nasaha zetu kama viongozi wa dini ni kwamba tumeshuhudia asasi mbalimbali za kijamii, viongozi wa kidini mbalimbali wakihimiza jambo zima la amani, na sisi tunatumia fursa hiyo kuweza kulihimiza jambo hili, kwani amani ndio msingi wa mafanikio au ndio chachu wa hatua zote za matarajio ya mafanikio ya taifa, lakini ya mtu mmoja mmoja. Uislamu umetangulia mbele zaidi katika kuhimiza jambo la amani, bali kuona kwamba amani ni jambo muhimu zaidi, bali neema miongoni mwa neema kubwa ambazo Mwenyezi Mungu amewaneemesha na amewaandalia waja wake neema hii. Hata ukisoma katika Qur'ani tukufu, katika yale ambayo Mwenyezi Mungu amewaandalia waja wema peponi, basi jambo la mwanzo neema watakayopewa kabla ya chochote ni amani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada billahi minash shaitani rajim, wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Tazama, Mwenyezi Mungu anatuashiria kwamba wale watu wema wenye kumcha Mwenyezi Mungu watapelekwa katika pepo mpaka watakapoifikia milango yake. Basi jambo la mwanzo watapewa neno la amani, salamun alaykum, amani juu yenu. Tibitum, uzuri ulioje wa yale ambayo mliyafanya au ambayo mmekuja naye, uzuri ulioje wa matokeo mazuri mlioyafanya mkapelekea kuingia katika pepo. Salamun alaykum, basi amani iko juu yenu.
Lakini katika jambo ambalo Uislamu umelihimiza juu ya Waislamu ni kupeana jambo la amani kila watakapokutana. Na ndiyo maana tunapokutana Waislamu tunapeana kwanza kabla jambo la amani, assalamu alaykum. Na inakuwa hii ni sunna. Lakini yule ambaye atakuwa jambo la amani, yeye ni wajibu kuirejesha amani ile kwa yule aliyempa. Kwa hiyo tunaona umuhimu wa amani na utukufu wake na nafasi yake namna ilivyothaminiwa katika Uislamu. Toa nasaha zetu katika jambo hili. Walillahi alhamdu, juhudi na maneno mbalimbali yanasemwa na viongozi wa kisiasa, viongozi wa kidini juu ya kuhimiza jambo la amani. Lakini katika kuashiria jambo hili lazima tutoe angalizo letu. Amani ni jambo lenye misingi. Amani ni jambo ambalo lina misingi. Bila kuijenga misingi hii ya amani, kwa hakika neno hili au juhudi hizi tutakuwa hatujazitendea haki. Msingi wa amani wa kwanza ni kusimama katika haki. Na msingi mkuu wa amani au pelekeo la kupatikana amani ya kweli ni kuwa katika ukweli. Tunajua kwamba kuna nchi katika ulimwengu huu zina mifumo ya kisiasa za kifalme. Kwamba mfalme anatawala na akifika pahala yeye anataka kuachia madaraka kwa njia moja au nyingine, ima kwamba hana uwezo tena, labda umri umekwenda au hali ya kiafya, basi huwa anamuandalia mwanawe, anaitwa waliul ahd. Watu wanakaa wakijua kwamba mtu yote wakifa basi mwanawe tayari ameshawekewa ahadi kwa maandishi au ndugu yake. Hiyo ni mifumo ya kisiasa inakubalika. Ikiwa jamii yao wanakubaliana juu hilo au wanakwenda katika hali ya kutezwa nguvu, lakini mfumo upo na unaendelea kuwatawala katika hali hii. Lakini nchi mbalimbali zina mifumo tofauti. Sasa nchi yetu ina mfumo ambao wa katiba, ambayo katiba imeashiria kwamba njia pekee ya kupatikana kiongozi basi ni kwa walio wengi katika raia kuweza kumpa ridhaa kupitia visanduku vya kura. Na mfumo wa katiba yetu umeweka wazi kwamba sote katika nchi yetu ni sawa, tuna haki sawa za kisiasa, tuna haki sawa za kijamii, tuna haki sawa za kiuchumi. Kwa hiyo hakuna tabaka ambalo lina haki ya ziada kuliko tabaka lingine. Sasa ikiwa tunazungumzia jambo zima la amani, tusimame katika msingi wa jambo hili. Vinginevyo likijitokeza tabaka miongoni mwetu likaamini kwamba sisi tuna haki zaidi kuliko tabaka lingine, huu ndio mwanzo wa uvunjifu wa amani. Allahu Rabbi wal Islam dini. Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu.